Shukrani sana kwa kuendelea kusalia nasi, na ikiwa wewe ndio kwanza ungana nasi kwenye taarifa yetu ya habari ya kutwa nzima leo kutoka hapa Channel 10 Plus. Sasa ni habari za biashara na uchumi. Mimi ni Fatma Hassan. Kamishna mkuu wa Mamlaka ya Mapato Tanzania TRA Yusuf Mwenda amesema mahusiano kati ya mamlaka hiyo na wafanyabiashara yameimarika kufuatia utoaji wa huduma bora pasipo kuwaonea wafanyabiashara na kusaidia kupanda kwa ukusanyaji wa mapato kwa sasa nchini. Musa Makale anaripoti kutoka Mara. Kamishna mkuu wa Mamlaka ya Mapato Tanzania TRA Yusuf Mwenda ametoa kauli hiyo wakati akizungumza na wafanyabiashara mkoani Mara, ambapo amesema mamlaka hiyo inaweka mazingira bora kwa wafanyabiashara. Haya ni maelekezo ya Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan. Alituagiza tusikusanye kodi kwa nguvu, na mwanzoni tulipata shida kwamba tunatekelezaje, kwamba mahusiano kati ya watumishi wa TRA na wafanyabiashara nchi nzima yameimarika sana. Katika hatua nyingine, Mwenda amemwagiza meneja wa TRA mkoani Mara kukaa na wafanyabiashara ili kukabiliana na upitishaji wa mizigo kwa njia ya magendo. Nataka meneja na meneja msaidizi wa forodha muanze kutoa elimu sirari immediately ndani ya wiki hii, na iwe ni elimu ya magendo. Nitoe commitment yangu, tutawahudumia kwa haki, hatutakuonea, hatutakupendelea. Hapa baadhi ya wafanyabiashara wakaeleza changamoto zinazowakabili hususani katika ulipaji wa kodi. Imarishe watu wa Mara, umesema tutaki kona kona, tukisha azimia na bodaboda hamna kupitia njia za chocho, utaona kodi zitaongezeka. Sababu hizi ziandane na thamani ya kitu kilichokamatwa. Mtu atoe kwa asilimia. Unakwenda kununua ndizi, huyu mtu atatoa wapi risiti hii ya electronic? Musa Makali, Channel 10 Mara. Na Benki ya Maendeleo imesema licha ya mdororo wa uchumi ulioikumba ulimwengu kufuatia mgogoro wa kivita Mashariki ya Kati, bado athari hizo hazijaifikia benki hiyo, huku ikionyesha matumaini na mifumo ya kifedha iliyowekwa na Benki Kuu ya Tanzania. Tupate taarifa kamili. Kauli hiyo imetolewa jijini Dar es Salaam na mkuu wa idara ya fedha wa benki hiyo Nolasco Ochaz alipokuwa akitoa taarifa ya fedha kwa miaka 11 mfululizo, ambapo amesema wataalamu wa benki hiyo wanaendelea kupima madhara yanayoweza kujitokeza kutokana na mgogoro huo unaoendelea Mashariki ya Kati. Na hii pia tunafuatilia kwa karibu matamko mbalimbali ambayo serikali inatoa katika kuwaelimisha watu kuhusiana na hali hii ya mdororo wa kiuchumi. Na tunaamini kwamba mifumo mizuri ambayo serikali inaweka kupitia Benki Kuu ambayo inasaidia kupunguza madhara yanayoweza kutokea kutokana na mdororo huo, inaisaidia pia benki ili isiweze kupata hasara. Akizungumzia mafanikio yaliyopatikana ndani ya miaka 11 mfululizo, amesema benki hiyo imeonyesha kukua na kuhimili ushindani wa soko, ukuaji ambao umechangiwa na biashara ya mikopo, ikiwemo kupungua kwa mikopo chechefu hadi 4.51 kutoka 4.76 mwaka jana. Shairi kwamba tumeanza vizuri kutekeleza mpango mkakati, na tangible areas ni biashara jinsi tunavyoiona ilivyokuwa, wateja kukuamini, kuweza kumchomoa mtu hela yake mfukoni. Unaona amana za wateja zimekuwa kwa 30%. Unaweza kaangalia benki zote Tanzania, ni benki gani ambayo amana za wateja zimekuwa kwa 30%. Utaona jinsi ambavyo imani ya Watanzania ilivyo Maendeleo Benki. Kutoka Dar es Salaam, Beatrice Eric, Channel 10. Shukrani sana Beatrice Eric kwa taarifa hiyo. Na mwisho wa habari za biashara na uchumi, Eden Bahati atakuwa hapa kuweza kutupitisha katika habari za michezo na burudani. Usiondoke.